Aliyekuwa mbunge wa Olkalau marehemu David Kiaraho hatimaye amezikwa nyumbani kwake eneo la Tigoni, kaunti ya Kiambu. Kwenye ibada ya mazishi, mbunge huyo ameombolezwa kama kiongozi aliyekuwa na heshima, nidhamu na mkakamavu. Naibu wa Rais Kithure Kindiki na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah walikashifu matukio yaliyoshuhudiwa wakati wa ibada marehemu mbunge huyo kaunti ya Nyandarua. David unknowingly and in so many ways, through actions only, preached the gospel and Christian values so much more than I ever would. He stood strongly for virtues such as the fear of God, humility, kindness, love, compassion, the spirit of hard work, selflessness, honor, integrity, truth, and fairness. He was my great mentor, and I often questioned who amongst the two of us was really the church elder. As has been said of Mheshimiwa, he was an extremely polite, kind, generous, and very peaceful man. And that is what I would have hoped and prayed for. That is the way we should remember Kiaraho, not what we saw in Olkalau the other day. Sio desturi na sio mila ya Mugikuyu, Muembu, Mumeru kuleta maneno ambayo yanakosa heshima katika mambo ya mazishi, harusi na mambo ambayo ni ya familia na kibinafsi. Sisi watu ya eneo hili la Mlima Kenya, nikiongea nikiwa mmoja wa watu ambao wametoka sehemu hii, tunajua na tunafuata ule utaratibu umewekwa katika Biblia na katika mila zetu, ya kwamba tuko na majira ya kila kitu. Kuna majira ya siasa na kuna majira ambayo hayahitaji siasa. Kuna siku ya furaha, kuna siku ya huzuni. Kuna siku ya kupanda, kuna siku ya kuvuna.